Yesu anasema mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Muombeni Bwana mavuno awapeleke watendakazi katika shamba lake. Muda huu ninajisikia kuzungumza na mtendakazi mwenzangu katika shamba la Bwana. Inawezekana ni mchungaji au nabii au mtume au kiongozi kwenye idara yoyote ya wamama, ya kwaya, idara ya vijana au mzee wa kanisa na kadhalika. Uongozi ni nini? Kuna nadharia nyingi sana ambazo zinazungumza kwa habari ya uongozi, lakini kwa ufupi tungesema kwamba uongozi ni ushawishi. Kusudi kubwa la uongozi wa kiroho ni kuwashawishi watu wa Mungu walielekea kusudi la Mungu. Watu waache makusudi yao ya kufanya maovu. Watu waache makusudi ya kumtumikia shetani, wampende Mungu na wamtumikie Mungu. Unajua, matatizo mengi ambayo tunayaona katika jamii, iwe ni ndani ya taasisi, ndani ya kanisa au ngazi ya familia na kadhalika, chanzo chake ni uongozi. Ukisha kosekana uongozi thabiti na imara, lazima matatizo yataonekana. Ndio maana wanasema mambo hufanikiwa mikononi mwa viongozi na mambo vile vile hushindwa mikononi mwa viongozi. Kwa hiyo mambo yanaweza kufanikiwa akiwapo kiongozi imara, na vile vile mambo yanaweza kafeli au yakashindikana kama uongozi au kiongozi ni dhaifu. Kiongozi anapaswa kuwa na moyo wa utumishi. Hii ndio nguzo muhimu sana ya uongozi wa Kikristo. Lazima tuwe na moyo wa utumishi kama tunahitaji kumtumikia Mungu, kama tunahitaji kuwatumikia watu wa Mungu. Uongozi wa Kikristo sio cheo, na wala uongozi wa Kikristo sio bwana mkubwa, na wala sio ukuu. Uongozi wa Kikristo ni dhamana. Uongozi wa kiroho ni gharama kubwa. Kwa msingi huo lazima uambatane na unyenyekevu. Kwa kiongozi wa kiroho anapaswa kuwa mbali kabisa na kiburi, majivuno, majigambo, ubinafsi, kwa sababu kiongozi wa kiroho hayuko kutumikiwa, yuko kutumika. Uongozi wa kiroho ni utumishi. Yesu analielezea jambo hili katika Mathayo sura ile ya 20 mstari wa 25 hadi mstari wa 28. Maandiko matakatifu hapa yanasema hivi: lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa Yesu hapa anatufundisha msingi mkubwa wa uongozi wa kiroho, kwamba ni kutumikia kama ambavyo yeye alivyoweza kututumikia, alivyoonyesha mfano yeye mwenyewe wa kutumika. Yesu ni mwalimu wa mfano. Kabla hajafundisha alianza mwenyewe kufanya, alianza kutenda. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1, kitabu kile cha kwanza alikiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Huo ndo msingi wa uongozi wa kiroho. Kwanza lazima tuanze sisi wenyewe kufanya, alafu ndipo tufundishe au kuwaambia wengine wafanye. Tuseme kwa ufupi kwamba uongozi wa kiroho ni kuwa kielelezo, kuwatangulia wale tunaowaongoza. Mara nyingi viongozi wazuri ni wale waliokuwa watumishi wazuri kwanza. Kabla ya kuwa viongozi walikuwa washirika wazuri, walikuwa watumishi wazuri ndani ya kanisa. Hao wanapokuwa viongozi wanakuwa bora sana. Lakini mtu ambaye alikuwa msumbufu tangu akiwa mshirika, alikuwa hawezi kuongozwa, alikuwa hawezi kukaa chini ya mamlaka, ni mbishi, huyo hata siku akiwa kiongozi hawezi kuwa kiongozi mzuri, hawezi kuwa kiongozi mtumishi.
Hupaswi kutaka mamlaka mpaka umewahi kukaa chini ya mamlaka, na huwezi kutoa amri mpaka umewahi kutii amri. Huwezi kuwa kiongozi mzuri mpaka umejifunza kwanza kuongozwa na wengine na kuwafuata, na hiyo inahitaji unyenyekevu mkubwa sana. Huwezi kutenganisha unyenyekevu na utumishi wa kiroho. Kwa hiyo lazima tujifunze kwa unyenyekevu na kumwambia Mungu atutenge na kiburi, atutenge na majivuno. Bwana ametupa thamani kama viongozi wa kiroho. Bwana ametuamini. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Niliona sababu tushirikishane na kukumbushana hili jambo ili kuona kwamba tunaendelea kuifanya kazi hii maadamu mchana usiku waje asipoweza mtu kuifanya kazi. Barikiwa sana na hongera kwa kazi ya Mungu.